Mheshimiwa Waziri Makonda katika kile ambacho alichozungumza dhidi ya klabu yetu Simba Sports Club. Kiukweli nimefarajika sana kusikia ile kauli. Tunampongeza na tunamwombea. Kwa sababu kila moyo wa mwana Simba, kila tabasamu la mwana Simba anatamani kuona mabadiliko ya klabu yake. Leo hii mimi naamini mabadiliko ya uendeshaji wa klabu ya Simba yatakwenda kuleta mageuzi makubwa juu ya nini? Ya klabu ya Simba. Siamini kwamba Simba itakwenda kubadilika kwenye pichi tu. Hata nje Simba inaweza kubadilika kwenye uwekezaji. Leo hii wakati tunaanza makubaliano ya uwekezaji katika memorandum understand dhidi ya klabu mwekezaji wetu Mohamed Dewji, Simba tumeona imepata mafanikio makubwa na kuwa na viwanja viwili vya mazoezi. Maana yake transformation inapokwenda kukamilika, Simba inakwenda kupiga hatua kubwa katika uwekezaji nje ya nini? Nje ya uwanja. Na hili jambo nimwambie mheshimiwa, naamini anajua kuna watu walikuwa wanalikwamisha kwa makusudi kwa sababu ya maslahi yao, si kwa maslahi ya Simba Sports. Lakini leo mizali waziri amesema, mizali serikali imesema tunakwenda kuiona namna ambavyo Simba inakwenda kufanya mabadiliko makubwa katika uwekezaji. Kwa hiyo kikubwa naendelea kumwombea na niwaombe watendaji, amri ya Mheshimiwa Makonda ni amri ya serikali ambayo imetoka, kikubwa ni kwenda kuisimamia ili kuhakikisha kwamba ile jambo linakwenda na kamilika. Ndio huyo mratibu ambaye AFCON inakuja 2027 hapa Kisumu. Kwanza Waswahili wanasema, si kama ule msemo huko sahihi au la, wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Leo kwenye mzigo huu wa AFCON ni mzigo mzito, lakini aliyepewa japokuwa Makonda mimi nasema ni Mnyamwezi ambao ana uwezo wa kubeba kuona namna ambavyo tunakwenda kwenye nchi ya ahadi. Ni mashindano makubwa, ni mashindano ambayo yana historia ndefu katika bara la Afrika. Ni mashindano ambayo inakwenda kutambulisha Uafrika wetu kwenye bara zima la Afrika na mataifa mengine. Ni mashindano ya AFCON. Leo hii kupata nafasi kwenda kuiandaa si jambo dogo, ni jambo kubwa, ni heshima kubwa kwa taifa na heshima kubwa kwa wananchi. Haya mashindano yameanzishwa 1952. Naamini kitu kama hivyo. Yalianzishwa na timu tatu tu, mataifa matatu: Ethiopia, Sudan pamoja na Misri. Wa South Africa walishiriki, waliondolewa kwa sababu ya dhambi za ubaguzi, wakambanyika hivi pembezoni. Leo hii tunapokwenda kuzungumzia mashindano ya AFCON, tunakwenda kuzungumzia nchi 54 ambazo zinazokwenda kushiriki kwenye mashindano ya AFCON. So mashindano madogo. Kwa hiyo mnapopewa dhamana ya kwenda kuandaa mashindano haya, lazima mjipange. Leo hii lazima nimwambie Mheshimiwa Makonda, yeye ndo anaweza kwenda kuchonga barabara. Yeye ndo anaweza kwenda kutengeneza mazingira mazuri ili baadaye nchi itakapoamua tena kuja kuandaa mashindano basi iwe jambo rahisi kukubaliwa. Na moja ya sababu iwe kishawishi kwa namna ambavyo tulivyojiandaa. Nina imani kubwa na Mheshimiwa Makonda. Lakini kwa sababu ameaminiwa, amuonyeshe Mheshimiwa Rais kile ambacho alichomwamini kwamba amepeleka sehemu sahihi. Moja, mimi naamini katika wizara kubwa ni Wizara ya Tamaduni, Sanaa na Michezo, imewabeba Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo niseme na nimuombe sana Mheshimiwa Makonda, yeye ndo ataamua 2030 tuandae tena, na yeye anaweza kakaa siamue 2030 kuiandaa tena. Anapokwenda kutengeneza mazingira mazuri, maana yake anakwenda kutengeneza ushawishi. Muda mwingine tukihitaji kuiandaa tufanyeje? Tuweze kupata hiyo nafasi. Lakini kwa sababu nimemwambia Mheshimiwa Makonda, pia niwaambie Watanzania, haya mashindano ukiachilia starehe, lakini haya mashindano ni fursa. Unapoandaa haya mashindano singano, maana yake unakwenda kupokea nini? Wageni. Unapopokea wageni, maana yake kuna mzunguko wa pesa unafanyaje? Unaongezeka. Maana yake tukaenda kutumia hii fursa vizuri, hata kipindi ambacho mashindano yanaandaliwa, Watanzania tunaweza tukafaidika kuongeza kipato chetu kupitia haya mashindano. Wageni wakija watataka kura, wageni wakija watataka kulala, wageni wakija watataka bwana jamaa wa Yanga anapita yule. Bwana Doto kwema kaka. Hata ukioga mjini wendi. Siku hizo anasalimia vile kama vile unavyomuona mtu ana gari bovu kama una traffic mbele. Kwa hiyo tutakapokwenda kuyatumia vizuri, mimi naamini kwamba tunaweza tukaongeza kipato kikubwa.
Leo hii ni muombe Mheshimiwa Makonda, lazima atengeneze kamati ambayo itakwenda kutoa somo kwa wawekezaji ambao wana uwezo kuwekeza kikubwa katika haya mashindano ili kuona namna kipato kinafanyaje kinaongezeka. Singano ni historia ndefu na yako mambo mengi ambayo naweza kuzungumza kuhusu AFCON. Muda upo uzuri. Kwa hiyo kikubwa mimi nafikiri muda upo, tutafutane muda mwingine. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Makonda pamoja na naibu waziri wake. Mimi naamini yako mambo makubwa ambayo mabadiliko tayaona chini ya Mheshimiwa Makonda pamoja na Mheshimiwa Mwinjuma. Simba inakwenda kupiga hatua kubwa katika uwekezaji nje ya nini? Nje ya uwanja. Na hili jambo nimwambie mheshimiwa, naamini anajua kuna watu walikuwa wanalikwamisha kwa makusudi kwa sababu ya maslahi yao, si kwa maslahi ya Simba Sports. Lakini leo mizali waziri amesema, mizali serikali imesema tunakwenda kuiona namna ambavyo Simba inakwenda kufanya mabadiliko makubwa katika uwekezaji. Kwa hiyo kikubwa naendelea kumwombea na niwaombe watendaji. Amri ya Mheshimiwa Makonda ni amri ya serikali ambayo imetoka, kikubwa ni kwenda kuisimamia ili kuhakikisha kwamba hili jambo linakwenda na kamilika. Ndio huyo mratibu ambaye AFCON inakuja 2027 hapa Kisumu. Kwanza Waswahili wanasema, si kama ule msemo huko sahihi au la, wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Leo kwenye mzigo huu wa AFCON ni mzigo mzito, lakini aliyepewa japokuwa Makonda mimi nasema ni Mnyamwezi ambao ana uwezo wa kubeba kuona namna ambavyo tunakwenda kwenye nchi ya ahadi. Ni mashindano makubwa, ni mashindano ambayo yana historia ndefu katika bara la Afrika, ni mashindano ambayo inakwenda kutambulisha uafrika wetu kwenye bara zima la Afrika na mataifa mengine. Ni mashindano ya AFCON. Leo hii kupata nafasi kwenda kuandaa si jambo dogo, ni jambo kubwa, ni heshima kubwa kwa taifa na heshima kubwa kwa wananchi. Haya mashindano yameanzishwa 1952. Naamini kitu kama hivyo. Yalianzishwa na timu tatu tu, mataifa matatu: Ethiopia, Sudan pamoja na Misri. Wa South Africa walishiriki, waliondolewa kwa sababu ya dhambi za ubaguzi, wakambanyika hivi pembezoni. Leo hii tunapokwenda kuzungumzia mashindano ya AFCON, tunakwenda kuzungumzia nchi 54 ambazo zinazokwenda kushiriki kwenye mashindano ya AFCON. Sio mashindano madogo. Kwa hiyo mnapopewa dhamana ya kwenda kuandaa mashindano haya, lazima mjipange. Leo hii lazima nimwambie Mheshimiwa Makonda, yeye ndo anaweza kwenda kuchonga barabara, yeye ndo anaweza kwenda kutengeneza mazingira mazuri, ili baadaye nchi itakapoamua tena kuja kuandaa mashindano, basi iwe jambo rahisi kukubaliwa, na moja ya sababu iwe kishawishi kwa namna ambavyo tulivyojiandaa. Nina imani kubwa na Mheshimiwa Makonda, lakini kwa sababu ameaminiwa, amuonyeshe Mheshimiwa Rais kile ambacho alichomwamini kwamba amepeleka sehemu sahihi. Moja, mimi naamini katika wizara kubwa ni Wizara ya Tamaduni, Sanaa na Michezo. Imewabeba Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo niseme na nimuombe sana Mheshimiwa Makonda, yeye ndo ataamua 2030 tuandae tena, na yeye anaweza kakaa asiamue 2030 kuto kuiandaa tena. Anapokwenda kutengeneza mazingira mazuri, maana yake anakwenda kutengeneza ushawishi. Muda mwingine tukihitaji kuiandaa tufanyeje, tuweze kupata hiyo nafasi. Lakini kwa sababu nimemwambia Mheshimiwa Makonda, pia niwaambie Watanzania, haya mashindano ukiachilia starehe, lakini haya mashindano ni fursa. Unapoandaa haya mashindano Singano, maana yake unakwenda kupokea nini? Wageni. Unapopokea wageni, maana yake kuna mzunguko wa pesa unafanyaje? Unaongezeka. Maana yake tukwenda kutumia hii fursa vizuri, hata kipindi ambacho mashindano yanaandaliwa, Watanzania tunaweza tukafaidika kuongeza kipato chetu kupitia haya mashindano. Wageni wakija watataka kura, wageni wakija watataka kulala, wageni wakija watataka bwana, jamaa wa Yanga anapita yule. Bwana Doto, kwema kaka? Hata ukioga mjini wendi. Siku hizo anasalimia vile kama vile unavyomuona mtu ana gari bovu kama una traffic mbele. Kwa hiyo tutakapokwenda kuyatumia vizuri, mimi naamini kwamba tunaweza tukaongeza kipato kubwa. Leo hii ni muombe Mheshimiwa Makonda, lazima atengeneze kamati ambayo itakwenda kutoa somo kwa wawekezaji ambao wana uwezo kuwekeza kikubwa katika haya mashindano ili kuona namna kipato kinafanyaje kinaongezeka. Singano
ni historia ndefu na yako mambo mengi ambayo naweza kuzungumza kuhusu AFCON. Muda upo uzuri. Kwa hiyo kikubwa mimi nafikiri muda upo, tutafutane muda mwingine. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Makonda pamoja na naibu waziri wake. Mimi naamini yako mambo makubwa ambayo mabadiliko tutayaona chini ya Mheshimiwa Makonda pamoja na Mheshimiwa Mwinjuma. Niwashukuru sana waandishi wa habari.